wa Bwana wetu Yesu Kristo uketie mahali pa juu sana, mahali palipoinuka. Ninalibariki jina lako, ninalitukuza jina lako, ninalipita majina yote. Umekuwa Mungu mwema kwetu, Bwana, tangu tulipoingia nyumbani mwako. Asante kwa vipindi vyote ambavyo Bwana vimepita. Nasi Mungu, katika kipindi cha sifa tumekusifu Baba yetu wa mbinguni, kwa kuwa Mungu wa mbingu na nchi wapendezwa na sifa za wacha Mungu wako wenye kukuishia maisha matakatifu. Na kwa sababu hiyo, Mungu mkuu, wewe hushuka katika sifa za watu wako. Na Mungu wa rehema, uko mahali hapa kwa kuwa tumehisi uwepo wako Mungu katikati yetu, wala hujatupungukia Bwana. Unapowazuru wengine Bwana, nasi umetuzuru Bwana, umetutembelea vilivyo Mfalme wa falme. Jina lako libarikiwe Mfalme, tunapoingia tena mezani pako katikati ya ufalme wako Bwana, tukapate kula na kunywa Bwana enzini mwako. Naomba Bwana masikio yetu ya rohoni yakakae kimya, yakakusikiliza wewe Mungu mkuu, namna ambavyo Bwana unakwenda kusema na mkutano huu, namna ambavyo Bwana unakwenda kusemezana nasi, namna ambavyo Bwana umeunakimia tuna shauku yetu na njaa ya mioyo yetu. Tusaidie kila mmoja wetu Bwana kwa msikivu, ili ya kwamba tuweze kupokea mbele zako. Katika jina la Yesu Kristo Roho Mtakatifu tuatamie sasa. Naomba na kushukuru. Amen. Amina. Mungu akubariki. Tutakwenda kushirikiana pamoja na mimi. Neno zuri Bwana amenipa. Neno zuri. Somo au jumbe unasema mateso hutupelekea kwenye utii. Ni vizuri kabisa. Haleluya. Amen. Yatakutia moyo. Amen. Yatakupeleka hatua moja. Ni maneno mazuri. Mateso hutupeleka kwenye utii. Mateso hutupeleka kwenye utii. Andika Waebrania 5 mstari wa 7 hadi mstari wa 9. Waebrania 5 mstari wa 7 hadi mstari wa 9. Tutakuwa tunasaidiana kusoma. Sina maandiko mengi sana, lakini tutasaidiana kusoma. Jina la Bwana libarikiwe. Aliyepata Waebrania 5 mstari wa 7 mpaka 9 basi atatusomea. Haleluya. Amen. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma Waebrania 5 mstari wa 7 mpaka 9. Neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Mstari wa 9. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haya maneno au yanazungumzwa au yanasemekana au yanaonyesha ni maneno ambayo yanazungumzia maombi ya Yesu Kristo pale Getsemani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema kwamba haya maombi alikuwa anayaomba akiwa pale katika bustani ya Getsemani. Yesu alifanya maombi akasikilizwa na Mungu. Kwa nini aliyafanya pale Getsemani? Aliyafanya yale maombi pale Getsemani kwa sababu kuna kazi kubwa ambayo ilikuwa mbele yake.
Yesu alimuomba Mungu. Kichwa cha somo tumesema kwamba mateso hutupeleka kwenye utii. Yesu alipokuwa anayaangalia au anaona ile kazi kubwa ambayo iko mbele yake ya msalaba, ilikuwa ni kazi ya mateso makubwa. Na kwa sababu alikuwa ameshatumwa na ameshaagizwa kuja kuifanya ile kazi ya ukombozi kwa ajili ya mwanadamu, ilibidi awe mtii. Na utii huo ulikuja kwa sababu aliamua kumtafuta Mungu ili ya kwamba Mungu aweze kumtia nguvu katika yale mateso ambayo atakuwa anayapitia au ambayo atakuwa anateseka nayo. Kwa hiyo tunaona kwamba si kwamba tu Mungu amuondolee yale mateso, bali Mungu aweze kumtia nguvu. Neno limetuambia kwamba yeye siku hizo za mwili wake, Yesu alikuwa katika mwili kama wa kwangu na wa kwako. Katika siku hizo anasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Tunasoma maandiko mengi kwa habari ya Bwana wetu Yesu Kristo, namna ambavyo alikuwa katika maombi, namna ambavyo alikuwa akimtafuta Mungu. Tena sio kumtafuta Mungu kihivi hivi, anasema kwamba kwa kulia sana na kwa machozi. Mtu anapopitia mateso, mtu anapopitia tabu, mtu anapopitia shida, lazima awe na uchungu moyoni mwake, lazima awe na maumivu ndani yake. Na anapokwenda mbele za Mungu, kwa sababu huyo mtu anajua msaada wake. Tunaongelea kwa habari ya watu wa Mungu, msaada wake unatoka kwa Mungu peke yake. Amen. Hakuna msaada mwingine. Daudi anasema hao wanataja magari na hao wanataja farasi, lakini sisi tutalitaja jina la Mungu wetu. Amen. Sisi hatuna msaada mwingine tunapopitia katika hali ya mateso, katika hali ya shida, katika hali ya maumivu. Hatuna kimbilio lingine isipokuwa ni kwa Mungu peke yake. Amen. Tunajifunza kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anamwachilia Mungu aweze kumsaidia. Analia, anatoa sauti yake, maombi yake na dua zake, analia mbele zake, anatoa machozi, kwa sababu alikuwa anajua kwamba anaweza kusikilizwa. Kwa sababu anasema anaweza kusikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kwa hiyo kumbe mcha Mungu, ukilia, ukiomba dua zako mbele za Mungu kwa machozi, Mungu anaweza kukusikiliza. Kwa sababu nini? Wewe ni mcha Mungu wake. Amen. Haleluya. Amen. Tunamshukuru Mungu aliyetuokoa. Basi tuone katika maana ya kawaida kabisa ya mateso. Maana ya mateso ni hali ya kupitia maumivu. Ni ya kupitia maumivu. Maana ya mateso ni hali ya kupitia maumivu, ya kupitia shida, ya kupitia tabu, ya kupitia huzuni au changamoto zinazomletea mtu usumbufu wa mwili. Usumbufu wa mwili, moyo, akili na maisha. Mateso ni hali ya kupitia maumivu, shida, tabu, huzuni, changamoto zinazomletea mtu usumbufu wa mwili, moyo, akili na katika maisha. Mateso
yamempata mtu, lazima huyo mtu atasumbuka, lazima huyo mtu atapata maumivu, lazima huyo mtu atapata shida, lazima huyo mtu atapata taabu, lazima huyo mtu ataingia katika hali ya huzuni, na moyo wake unakuwa na maumivu, unakuwa na masikitiko, unakuwa na uchungu. Hatimaye hata akili zake wakati mwingine hata hazifanyi kazi kutokana na taabu anayopitia, kutokana na maisha anayopitia. Maumivu ya mwili tunaweza tukaona kwamba ni ugonjwa. Mtu anaweza akapitia labda kwenye ugonjwa. Katika maumivu ya mwili mtu anaweza akawa amepitia kwenye ugonjwa. Wako watu wengi wako hospitalini wanapitia katika hali ya shida, wanapitia katika hali ya magonjwa, hali ya mateso. Bwana apewe sifa. Amen. Wanapitia katika taabu. Wakati mwingine sisi tunakuwa na homa za kawaida kabisa ambazo zinaweza hizo homa za kawaida kabisa ambazo haziwezi hata kukulaza, haziwezi hata kukushinda wewe kutembea, lakini mtu mwingine anaweza kusema hapa naumwa kweli kweli. Lakini ngoja nikwambie, mimi niko kwenye huduma fulani hivi ya kuona wagonjwa na kwenda magerezani. Sasa hivi tuko kwenye chagizo la kwenda kuwaona wagonjwa. Sio muda mrefu tutakwenda kuwaona wagonjwa. Na mwezi uliopita tulikuwa gerezani. Ukienda hospitalini utaona namna ambavyo watu wanaumwa. Ile homa ambayo wewe umelala nayo pale nyumbani ukasema ngoja ninyanyuke niende hospitalini. Ukifika hospitalini ukiwaona watu wanavyosumbuka, wanavyoteseka na hayo maumivu walionayo, hakika wewe utajiona kwamba wewe uko salama, tena ni mzima. Amen. Wako vitandani hawawezi, wanapitia katika mateso ya mwili. Mwaka 2004 nilipitia katika mateso ya mwili ambayo yalinisumbua sana toka 2004 mpaka 2009. Nilipita kwenye mateso ya magonjwa, nikasikia tabu, nikasikia shida, nikasikia maumivu, nikasikia moyo wangu na maumivu makubwa, nikimwambia Mungu nitavuka lini? Mateso kutupeleka kwenye mti. Maana sio kila mateso kwamba ni adui. Kuna mateso mengine yanakupeleka kwenye kusudi la Mungu. Amina. Nikamwambia Mungu nitatoka lini katika teso hili? 2004 mpaka 2009 bado natembea na hili. Kumbe mateso mengine yanakusogeza karibu na Mungu. Amen. Mateso ya mwili yanaweza kawa ni ugonjwa. Mateso ya mwili yanaweza kawa ni njaa. Mateso ya mwili yanaweza kawa ni shida au kukosa mahitaji fulani fulani. Hayo nayo pia mimi nilipitia. Haleluya. Amen. Lakini bado Mungu huwa ni mwaminifu juu ya watu wake. Wakati mwingine maumivu au mateso ya mwili yanaweza kawa ni umaskini, una taabu, una shida kwa kukataliwa. Unaweza ukakataliwa nyumbani, unaweza ukakataliwa kazini, unaweza ukakataliwa na wazazi, unaweza ukakataliwa na mume, unaweza ukakataliwa na ndugu. Hayo ni mateso maadamu uko katika kusudi la Bwana. Amen. Hayo ni mateso ambayo unaweza ukapitia mtu wa Mungu. Maumivu ya moyo unaweza ukafika mahali ukakosa amani. Kwa nini? Kwa sababu una maumivu ya mwili. Maumivu yanapoingia katika mwili lazima moyo utahusika. Na unapofika katika moyo unaweza ukakosa amani kutokana na yale ambayo unapitia.
kutokana na kuumizwa na ndugu, kutokana na kuumizwa na mume wako na mke wako na watoto wako. Unaweza ukapitia maumivu katika moyo kutokana na yale ambayo unayapitia. Na unapokuwa unapitia katika hali halisi, katika hali zote hizo, unapokuwa katika zile changamoto, unapokuwa unapitia katika zile changamoto, unaweza ukaona namna ambavyo mwili wako unavyopata shida na moyo wako unavyopata shida, na hata kufikia wakati mwingine unakuwa na usongo wa mawazo. Maana yamekukabili, maana yamekufunga, maana unatembea nayo, maana unalala nayo, unaamka nayo, yanachukua akili na ufahamu. Usongo wa mawazo unaanza kutembea pamoja na wewe. Kwa hiyo tuseme tu kwa lugha rahisi kwamba mateso ni kupitia hali ngumu, hali ya maumivu ambayo inahitajika uweze kuvumilia. Amen. Unahitajika uweze kuvumilia. Mateso ya mwamini hayamaanishi kuwa ni adhabu. Wakati mwingine ni sehemu ya maisha. Majaribu au mateso ni matokeo ya mazingira yanayokuzunguka. Yaani majaribu ambayo tunayo, mateso tulionayo, shida tulizo nazo ni matokeo ya yale mazingira ambayo tumekutana nayo. Ni matokeo ya mazingira ambayo tumekutana nayo. Kwa hiyo maana ya mateso kulingana na Waebrania 5 mstari wa 7 mpaka 9 pale, mateso hutufundisha kutii. Sasa tukaona mateso hutufundisha kutii. Mateso hutufundisha kutii. Mstari wa 8 Biblia inatuambia, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Huyu Yesu ingawa alikuwa ni mwana wa Mungu halisi, mwana wa pekee aliyetoka mbinguni, aliyeacha enzi na mamlaka, anasema ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Sisi ni watoto wa Mungu, na kama tu watoto wa Mungu lazima tufike mahali tunapopitia mambo magumu, lakini tujue ya kwamba ingawa tu wana wa Mungu lazima tujifunze kutii kupitia hayo mateso ambayo tunakutana nayo. Kwa hiyo moja, tunaona kwamba mateso hutufundisha utii. Kwa hiyo tutakapokuwa tumetii, tukayavumilia hayo mateso ambayo tunapita nayo, tukayashinda, anayetukuzwa ni Mungu wa mbinguni ambaye sisi ni baba yetu na sisi tu watoto wake. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yesu Kristo tunamwona ingawa alikuwa ni mwana wa Mungu, yeye kama yeye, Biblia inasema alijifunza kutii. Mimi na wewe ni nani? Kama mwana wa Mungu alijifunza kutii, sisi si zaidi? Tunatakiwa kujifunza kutii katika mateso ambayo tunapitia. Yale niliyokuwa napitia 2004 mpaka 2009, nilikuwa ninamlingana Mungu katika kila siku itwapo leo, kwamba Mungu waweza kunivusha, Mungu waweza kunitetea, Mungu waweza kusimama na mimi. Mungu, kama liko kusudi lako Bwana ukalifanye. Wakati mwingine tunapaswa kumuuliza Mungu katika yale tunapitia, je, kuna kusudi Mungu katika haya ninayopitia?
Haleluya. Amen. Na kama ndiko kusudi ambalo unapitia katika hayo, Mungu aweze kukwambia, aweze kukueleza. Haleluya. Amen. Tunampenda Mungu kwa sababu ni Mungu ambaye anasikia sala zetu na dua zetu. Tunamwona Yesu namna ambavyo alikuwa pale katika ule mlima wa Getsemani, anamuomba Mungu, anamlilia Bwana, anamlingana Mungu ili ya kwamba aweze kumtia nguvu. Mstari wa 8 anasema Kristo alijifunza kupata mateso kwa gharama kubwa itokanayo na uaminifu. Unapopita katika mateso makubwa au mateso ambayo unapita nayo, unapaswa kuwa na uaminifu kwa kumtii Mungu katika ulimwengu ulioharibika. Amen. Tuko katika ulimwengu ambao tunapitishwa sana, lakini kama mwana wa Mungu aliweza kutii kwa gharama kubwa hayo mateso na kwa uaminifu, sisi nasi tunapaswa kuwa watii kwa gharama yoyote ile, na katika hayo tuwe waaminifu mbele zake. Wafilipi 2 mstari wa 8 tusome. Wafilipi 2 na mstari wa 8. Wafilipi 2 mstari wa 8. Mmoja atusomee Wafilipi 2 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Anasema Kristo katika Wafilipi 2:8 alijifanya akawa mtii hata mauti ya msalaba. Kwa hiyo Mwokozi mkamilifu ambaye ndiye kuhani mkuu, kwa sababu ya mateso na kifo chake, vilitimizwa pasipo dhambi. Hapa juu nimesema kwamba unapopitia katika mateso, lazima ujifunze kupita ukiwa katika hali ya uaminifu mkubwa. Yesu akapita katika hayo mateso pasipo dhambi, pasipo kumnena Mungu vibaya, kwamba Baba, umenitoa mbinguni ukanishusha duniani, tazama ninayoyapitia. Lakini kwa sababu alikuwa na kazi ya muhimu ya kumkomboa mwanadamu, yeye alinyenyekea akawa mtii, naam, hata mauti ya msalaba. Nasi tunapookolewa, tunapokuwa tumeokolewa, tunapokuwa tumeingia katika ufalme wa Mungu, na kwa sababu tuko duniani, na Yesu alisema wale waliomwamini Mungu, Yesu alituombea kwamba Mungu asitutoe duniani bali atulinde na ule mwovu. Kwa hiyo mateso yasikusababishe wewe kuweza kumlalamikia Mungu au kumnungunikia Mungu. Mateso yakusababishie wewe kumsogelea Mungu kwa ujasiri mkubwa, tena kwa unyenyekevu, tena kwa utii, ili kwamba Bwana aendelee kukuimarisha, na hatimaye Bwana anaweza na ana uwezo wa kukuvusha katika hayo mateso. Kwa hiyo unapopita katika mateso, nyenyekea. Amen. Usiseme maneno mabaya kutoka katika kinywa chako. Sema maneno mbele za Mungu kwamba Bwana waweza kunivusha. Haleluya. Mstari wa 9 anasema, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Mimi na wewe ambaye tumpokea Yesu Kristo, sisi tumekuwa sababu ya wokovu ambao Yesu ameuleta kwa wale wote ambao wanamtii, ambaye ni mimi na wewe leo. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema kwamba akakamilishwa, akawa sababu ya wokovu. Na upenda wokovu. Haleluya. Nampenda Yesu kwa sababu ya wokovu huu wa milele ambao anasema Yesu kwa watu wote wanaomtii.
Jina la Bwana libarikiwe. Utii wa kweli unapimwa. Jina la Bwana libarikiwe. Utii wa kweli huwa unapimwa. Amen. Unampima hata mtoto tu nyumbani kawaida. Unaweza ukamtuma kitu cha kufanya, akafanya vizuri kabisa. Mzazi utasema kabisa hakika huyu mtoto ni mtii. Na ninapomweleza kitu, ninapomwambia kitu, anafanya. Lakini mtoto ambaye unamtuma lakini hafanyi, huyo mtoto sio mtii. Amina. Kwa hiyo unapomtuma mtoto anakataa kufanya kazi, tayari kabisa unajua kabisa huyu hanifai. Yule ambaye ninamtuma na anatekeleza na anafanya vizuri, huyo ananifaa. Kwa hiyo tunaona kwamba utii wa kweli huonekana, unapimwa. Utii wa kweli unaonekana unapopimwa. Kwa hiyo unapopita katika jaribu, unapopita katika mateso, Bwana anakupima. Je, utastahimili? Je, utapita katika hilo? Je, utaendelea kunitazama? Utaendelea kuniangalia kwamba mimi ndio muumbaji wako, kwamba ndio Mungu wako, kwamba ndiye kuokoa? Unapimwa. Usije ukakata tamaa ukasema kwamba mbona napita katika mapito haya, napita katika mateso haya, mbona napitia katika mambo haya, kwa nini napitia hivi? Wewe kubaliana na hayo, maadamu wewe ni mtoto wa Mungu. Kubaliana na hayo, upite katika njia hiyo, ili ya kwamba Mungu aweze kujitukuza wewe. Yesu akatukuzwa. Ukiendelea kusoma pale maneno haya katika Filipi 2:8, hebu naomba waendelee mstari wa 9. Na Mungu linasema, na hii ndiyo dua yangu. Sura 2. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi. Amen. Mstari ule wa 10 rudia tena. Mstari wa 10, kama usikilize. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Amen. La vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi. Mstari akamkirimia. Mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Hapo alipokuwa amepita katika yale mateso, Biblia inasema kwamba tena Mungu akamwadhimisha. Jamani, akamuinua, akamshangiliza, akampongeza. Endelea tena. Akamkirimia jina lipitalo kila jina. Akamkirimia jina lipitalo kila jina. Hakuna jina linalofanana na la Yesu Mwokozi wetu. Ni la peke yake, na ndilo jina ambalo tunalitaja na tunaliita, na ndilo jina litakalotupeleka katika ufalme wa Mungu. Amen. Yeye anasema ndiyo njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Hili jina ndilo litakalotupeleka kwa Mungu. Amen. Akamkirimia jina lipitalo kila jina. Amina. Imani yako ya kweli huonekana unapopimwa. Imani yako ya kweli hudhihirika wakati wa magumu. Imani yako itadhihirika pale ambapo unapitia magumu, lakini umeng'ang'ana nayo. Unasema Mungu, mimi na wewe. Hapo ndipo imani yako ambayo itakuwa inadhihirishwa kupitia hayo magumu ambayo utakuwa unaleta ukomavu wa kiroho. Amen. Mateso huleta ukomavu wa kiroho.
Mateso huleta ukomavu wa kiroho. Mateso yalikuwa sehemu ya maandalizi ya Kristo kwa huduma yake kama kuhani mkuu. Mateso yalikuwa sehemu ya maandalizi ya Kristo kwa huduma yake kama kuhani mkuu. Kwa hiyo alipokuwa anapitia mateso, alikuwa yuko kwenye maandalizi. Kwa kuwa andiko limetuonyesha kwamba maumivu yanaweza kujenga pia tabia njema. Yanaweza kukujengia tabia njema mbele za Mungu kwa uaminifu wako, kwa uchaji wako kwa Mungu, yanakujengea tabia njema. Na pia mateso yanaweza kukuongezea wewe kumtegemea Mungu. Yaani yale mateso unayopitia yanaweza kukuongezea wewe kumtegemea Mungu 100%. Yanaweza yakakuongezea kumtegemea Mungu. Changamoto unazopitia humwandaa mtu kwa kusudi la huduma kubwa baadaye. Amen. Changamoto unazopitia zinaweza kumwandaa mtu kwa ajili ya huduma kubwa hapo baadaye. Amen. Wahubiri wakubwa ambao wanahubiri, wachungaji wakubwa ambao wanachunga makanisa makubwa, ukiambiwa habari zao, wamepitia katika mateso na majaribu, wamepitia katika changamoto kubwa nyingi, lakini walisimama na Mungu, wakaendelea kulitaja jina la Bwana, wakaendelea kulitia jina la Bwana, na Bwana akaonekana kwao na kusudi la Mungu likatimizwa kwao kwa ajili ya huduma kubwa. Wakati mwingine unasema kwa nini nipitie hivi? Kwa nini lazima nipitie hivi? Ili uweze kupima kwamba unaweza. Lazima upite katika mateso, upite katika changamoto ili kwamba uweze kustahimili. Yesu alipimwa, kwani angekuja tu akashuka akasema sasa na waokoa. Alikuwa na uwezo, lakini akasema kwamba lazima nishuke, niwe mnyenyekevu, niwe mtii hata mauti ya msalaba. Amen. Watu wangu hawa waone namna ambavyo mimi nimepita, na wao waweze kupita njia hii ambayo mimi ninaipita. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe upite tu hivi kwenye huduma hivi tu kirahisi. Yaani mimi nimeitwa na kwenda kwenye huduma, alafu huna hata changamoto hata moja uliyopitia. Wakati Yesu mwenyewe alipita kwenye changamoto. Yesu mwenyewe akapita kwenye mateso, akapita kwenye maumivu, akapita kwenye uchungu, mwili wake uliharibiwa kuliko maelezo wala picha tunazoziona. Kwa ajili ya huduma na kukufundisha na kunifundisha mimi kwa habari ya huduma. Kwa hiyo unapopitia changamoto, usije ukakata tamaa, mtu wa Mungu. Kumbuka kwamba unapita pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu mwenyewe alipita katika maumivu. Kwa hiyo maumivu yanaweza kukujengea wewe tabia nzuri, yanaweza kukuongezea wewe kumtegemea Mungu, yanaweza wewe kukuandaa kwa kusudi la huduma kubwa zaidi. Namba 3. Mateso humsukuma mtu kwenye maombi. Wakati mwingine tukiwa tupo hata kwenye maombi wakati mwingine hatuombi, lakini mateso humsukuma mtu kwenye maombi. Mateso humsukuma mtu kwenye maombi. Tumesoma ule mstari wa 7 ambao unasema kwamba yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kwa hiyo mateso wakati mwingine yanakusukuma wewe kuwa karibu na Mungu, yakukupeleka uingie kwenye maombi kumtafuta Mungu. Yesu aliomba kwa kulia na kwa machozi. Amen. Na sisi tunapaswa kuomba kwa kulia na machozi.
Na ukifika hatua hiyo, lazima kwako kutakuwa na unyenyekevu, lazima kwako kutakuwa na utii, lazima kwako kutakuwa na mabadiliko kabisa. Kutakuwa na mabadiliko makubwa ambayo hata watu wakikutazama wanajua kabisa huyu mtu ana mabadiliko, yuko tofauti. Kwa nini? Kwa sababu umenyenyekezwa, umekuwa mtu wa maombi, umekuwa mtu wa kumtaka Mungu kwa dua na sala, kwa kulia na kwa machozi, kama ambavyo alilia Bwana wetu Yesu Kristo. Na hii inatufundisha kwamba mateso yanatufanya kumkaribia Mungu, wala si kutuweka mbali na Mungu. Mateso tunapopitia yanatufanya tuweze kukaribia Mungu. Kama kuna mtu anapitia mateso alafu yanamweka mbali na Mungu, huyo sio kusudi la Mungu. Mwenye kusudi la Mungu, mateso yanamfanya awe karibu na Mungu, amkaribie Mungu. Amen. Aweze kumtetea, aweze kumshindia, aweze kumpigania. Na maombi ya kina mara nyingi huzaliwa katika maumivu makubwa. Amen. Maombi ya kina mara nyingi yanazaliwa katika maumivu makubwa. Wakati napita katika jaribu, nilikuwa na maombi ya kina. Ilipofika mahali nikaambiwa, sasa kumbe wewe unaumwa hiki na hiki. Nilijiingiza, nikajinyenyekeza mbele za Bwana kwa maumivu makubwa. Haleluya! Nikamtafuta Bwana, nikamwambia Bwana, waweza kuniponya. Jamani, Yesu anaponya. Amen. Ili unavyoniona ni muujiza unaotembea. Amen. Haleluya. Amen. Ni muujiza unaotembea. Amen. Mimi hapa nimekaa ICU mwezi mzima, nimepauka kama majivu. Bwana ananipitisha. Amen. Bwana ananipitisha. Bwana anapita na mimi. Bwana alikuwa ananipitisha, ananinyenyekeza. Bwana alikuwa ananifanya niwe mtii mwezi mzima. Baada ya hapo, si kana kwamba ndo aliniacha. Nilipotoka hapo nikaendelea 2008 mpaka 2009, Bwana anajidhihirisha mwenyewe. Bwana ananiponya mwenyewe. Akaniponya figo yangu ambayo ilikuwa inauma. Bwana sienda India. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana akaingilia kati. Kwa hiyo nasema ya kwamba maombi ya kina mara nyingi huzaliwa katika maumivu makubwa. Maombi ya kina huzaliwa katika maumivu makali. Nilipokuwa nimeambiwa figo yako ya kulia ni mbovu, natakiwa tuitoe. Tumbo lako lina hernia, linatakiwa litoke, lifanywe operation, tuweke wavu ndani yake. Maombi ya kina yanakuvusha. Amen. Ukimlingana Mungu katika teso lako, Amen. ukimlingana Mungu katika jaribu lako, Mungu atakuponya. Amen. Mungu atakuvusha. Amen. Bwana akanivusha kwa namna ya pekee na namna ya ajabu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Figo yangu ya kulia sikufanyiwa operation kama ambavyo walisema watafanyia operation. Hernia niliyokuwa nayo ya tumbo langu sikufanyiwa tena, ambapo ningefanyiwa operation mara 2 kwa mpigo. Bwana akaingilia kati, akaponya hernia, akaponya figo yangu, leo namtumikia. Jina la Bwana libarikiwe. Maombi ya kina yanakufanya wewe kumlingana Mungu. Ukimlingana Mungu, Mungu ataingilia kati katika lile teso lako ambalo unapitia. Amen. Mungu husikia kilio cha watu au cha wacha Mungu wake.
Mungu husikia kilio cha moyo wa kweli, moyo wa dhati, moyo uliopondeka, moyo ulionyenyekea, moyo wenye kumpenda Mungu. Mungu anasikia kilio cha moyo uliopondeka. Amina. 4. Maombi huhitaji kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu. Yaani unajipeleka mwenyewe kuyatafuta mapenzi ya Mungu. Maombi yatakuelekeza kuyatafuta mapenzi ya Mungu. Unapoingia katika maombi, unajisalimisha kuyatafuta mapenzi ya Mungu. Tumeona mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu alionyesha unyenyekevu wa kumcha Mungu hata alipokuwa amekabiliwa na msalaba. Amen. Huu ndio mfano wetu. Lazima tuige, kwa sababu tunampokea Yesu na Yesu yuko ndani mwetu. Kwa yale aliyoyapitia na sisi tunapaswa kuyapitia. Najua hatuwezi kupita kama alivyopita Mwokozi wetu Yesu Kristo aliyeokoa ulimwengu. Sisi tutapita kwa kiasi, lakini kile kiasi ambacho Mungu amekugawia uweze kupita nacho, hebu jitahidi kupita nacho kwa uaminifu mkubwa na kwa unyenyekevu mkubwa mbele za Mungu. Yesu akapita nao kwa unyenyekevu mkubwa, na wakati huo akikabiliwa na msalaba mbele yake. Maana yake ni kwamba imani yetu tuliyomwamini Mungu si kumwamini Mungu wakati wa raha tu. Imani ambayo tumemwamini Mungu si kumwamini katika raha tu. Tunamwamini pamoja na hayo ambayo tunapitia. Tunamwamini pamoja na mateso tunayokuwa nayo. Tunamwamini hata katika maumivu makali. Si kwenye raha. Amen. Hatujaitiwa raha, tumeitiwa udhia, tumeitiwa shida, tumeitiwa tabu, ili ya kwamba tuweze kustahimili kama alivyostahimili Bwana wetu Yesu Kristo. Jisalimishe kwa Mungu. Kubali mapenzi ya Mungu yatimie kwako. Jisalimishe kwa Mungu na ukubali mapenzi ya Mungu yatimie kwako, hata kama yatakuwa ni magumu. Haleluya. Hata kama yatakuwa ni magumu. Tumesema kuna wakati wa kutengwa, kuna wakati wa kuachwa, kuna wakati wa kusimangwa, kuna wakati wa maumivu. Kubali mapenzi ya Mungu yatimie kwako. Amen. 5. Mateso yanaweza kuwa sehemu ya kusudi la Mungu. Mungu anapokutaka, akikutaka, lazima atakunyenyekeza. Hujataka kunyenyekezwa na Bwana, anapita kando. Mungu anapokutafuta, anataka utii kwako. Akikuta hakuna utii kwako, Mungu anapita kwa mwingine. Anachotaka ni mtu wa kutii, mtu atakayenyenyekea, mtu atakayekubali kupita katika hayo ambayo Mungu anataka ampitishe, ili kusudi lake tu liweze kutimia. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Tunaona mateso ya Yesu Kristo yametuletea wokovu kwa sababu ya utii na unyenyekevu. Ingawa alikuwa ni mwana. Soma maandiko, anasema aliacha enzi na mamlaka, akakubali kuja duniani. Na anamwambia Mungu, mimi naenda. Soma kwenye Yohana pale, Funua Yohana. Alipokuwa anauliza Mungu, ni mtume nani? Tunaona kule mbinguni neno linasema kwamba hapa kuwepo hata malaika mmoja kusema mimi naenda. Hamna. Mwanawe wa pekee
mwingine aliyemtoa mwanawe wa pekee ni Ibrahimu. Ibrahimu alitoa mwanawe wa pekee. Kumbuka namna alivyopitishwa jana wake wote na mke wake, lakini wamekuja kumpata Isaka wao wakiwa wazee kabisa. Wamempata Isaka na tayari walishakuwa na maumivu, walishaumia, walishateseka, lakini baadaye wanakuja kumpata Isaka wao. Hapo Mungu anawaambia Ibrahimu, kanitolee sadaka mwanao wa pekee. Na hajatokea mtu mwingine kama Ibrahimu ambaye alisema na Mungu. Haijatokea. Mungu anamtoa mwanao wa pekee. Yesu anasema mimi nitakwenda. Yohana anasema kwenye Ufunuo, anasema mimi ndiye na kwenda kukifungua hicho kitabu kilichokuwa kimefungwa. Yeye akakifungua. Yohana anasema akamwona mwana kondoo kama akichinjwa, na alichinjwa kweli. Yesu alichinjwa kweli kweli, akaimwaga damu yake msalabani kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Hivyo mateso ya Kristo yametuletea wokovu mkuu, yametuletea wokovu mkuu. Tujifunze katika hayo mateso, maana mateso wakati mwingine sio adhabu, ni kukuimarisha nguvu, jenga, kutia nguvu iliyo imara, uweze kusimama hata utakapokuwa unapita kwenye jambo fulani. Mungu anajua napita na shujaa. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Na wakati mwingine mateso huo ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Huwa tunahuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, lakini kumbuka kwamba ni kwa kitambo kidogo tu. Jina la Bwana libarikiwe. Barikiwe mtu wa Mungu. Unapopitia majaribu unahuzunishwa kwa kitambo kidogo tu, hayo majaribu mbalimbali. Anasema ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu. Tunajaribiwa, imani yetu inapimwa kama ambavyo tumekwisha kuona hapo mwanzo. Ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto. Dhahabu ili iwe dhahabu lazima ipite kwenye moto. Mtu wa Mungu, ili uwe mtu wa Mungu lazima upite kwenye majaribu mbalimbali, ili uweze kujua hii ni dhahabu. Hata kama hatuijui, lakini tunajua dhahabu huwa inapita kwenye nini? Kwenye moto. Wewe ni dhahabu wa Bwana, lazima upite kwenye majaribu mbalimbali, upimwe imani yako, ili ya kwamba uonekane kwamba wewe ni mtu wa Mungu mkamilifu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Naye mwampenda. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema naye mwampenda. Haleluya, ni neno zuri. Anasema naye mwampenda, ijapokuwa hamkumuona. Ni kweli hatukumuona Yesu, lakini tumeyasoma maandiko na tumeyathibitisha na tunamuona kihalisia. Tunapomwabudu tunamuona Mungu, tunamuhisi ndani ya mioyo yetu. Paulo anasema mnampenda, Petro anasema naye mnampenda, ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana. Na ni kweli tumetoka kumfurahia Mungu sio muda mrefu hapa. Tumemfurahia ijapo hatumuoni, tumeuona uwepo wake ukitembea katikati yetu. Anasema naye mwampenda, ijapo hamkumuoni, lakini tumemuona kwa njia ya imani na kuyasoma maneno haya ambayo yanatuthibitishia kwamba Yesu ni mwokozi wetu. Anasema naye mwampenda,
ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa mnamwamini. Tunamwamini 100%. Endelea kumwamini Mungu katika yote ambayo unapitia. Tunamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka. Na ni kweli kabisa, unapomfurahia Mungu unakuwa na furaha isiyoneneka. Unapoingia katika maombi, ukianza kumtafuta Mungu kwa kina kabisa, kwa machozi, dua yako kaielekeza kwa Mungu, ukamimina moyo wako kwa Bwana, hata kama wangekunyoshea bunduki, kwa sababu umemimina moyo wako kwa Bwana, hata uwezi kuogopa tena. Amen. Umejitoa kwake kikamilifu. Anasema ambaye japokuwa hamuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu katika kupokea mwisho wa imani. Jina la Bwana libarikiwe. Mwisho wa imani yenu, yani wokovu wa roho zenu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunampenda ijapo hatumuoni, na tunamwamini ijapo hatumuoni. Tunazamini kazi zake za msalaba. Tunaamini maneno ya Mungu kwamba kweli kabisa Yesu alikuja duniani kuokoa wanadamu. Na ndio maana tuko tofauti na watu wa ulimwengu. Tuko tofauti kabisa. Hatufanani nao. Tuko tofauti kabisa. Hatufanani nao. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yeremia 1:5. Yeremia 1:5. Yeremia 1:5. Mateso yanatupelekea kusubiri, kustahimili. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Petro wa kwanza 1:6-9. Petro wa kwanza 1:6-9. Petro, waraka wa Petro wa kwanza 1:6-9. Mstari wa 6. Mnafurahi sana wakati huo ijapokuwa mnafurahi sana wakati huo ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Mnafurahi sana wakati huo ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo kujaribiwa kwa moto kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Naye mwapenda ijapokuwa hamkumwona ambaye ni ijapokuwa hamuoni sasa, mnamwamini na kumfurahia sana kwa furaha isiyoonekana yenye utukufu katika kupokea mwisho wa yaani wokovu wa roho zenu. Amen. Bwana asifiwe. Haya ni maneno mazuri sana, lakini ngoja niarudie tena. Petro mtumishi wa Mungu anatuambia mnafurahi sana wakati huu. Sasa kwa kitambo
kidogo. Yani kumbe jamani, majaribu huwa ni kitambo tu kidogo, tunavushwa, tunavuka. Anasema mnafurahi sana wakati huu. Yeremia 1:5. Naweza kujitahidi kufungua. Amen. Amen. Yeremia 1:5, neno la Mungu linasema, hata nilipokuumba katika tumbo nalikujua, tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ni mstari mmoja tu wa 5. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kabla, yani hujaumbwa Mungu alikujua. Ulipokuwa tumboni Mungu alikufahamu. Kwa hiyo kabla hujazaliwa Mungu tayari alikuwa na mpango tofauti juu ya maisha yako. Usiumize moyo wako katika mateso na jua ya kwamba Mungu alikujua. Kabla ya kuumba misingi ya ulimwengu Mungu alikujua. Ulipokuwa tumboni hujatoka Mungu alikujua. Alikufahamu. Aliyafahamu maisha yako. Na alijua maisha yako hayaendi sawasawa na maisha ya mtu mwingine. Maisha yako ni ya kwako na ya mtu mwingine ni maisha yake. Usitamani maisha ya mtu mwingine. Usitamani maisha ya watu wengine. Pita kwenye sehemu yako. Mungu alikujua kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Alikufahamu. Usitamani maisha ya mtu mwingine kwa sababu ya kile unachokiona kwake. Angalia cha kwako kipo. Amen. Angalia njia yako. Yuko Mungu. Angalia mapito yako. Yuko Yesu. Tunafurahi. Na tunampenda. Ijapo tunamuona. Tunamheshimu. Tunamtii. Tunamnyenyekea. Kwa hiyo usikate tamaa. Amen. Usikate tamaa. Amen. Songa mbele kumwangalia Mungu. Amen. Songa mbele kumtazama Mungu. Amen. Haleluya. Mtazame Yesu, atakuvusha. Yeye alivuka na wewe utavuka. Amen. Haleluya. Amen. Huenda njia yako ni maumivu makali. Huenda majaribu yako ni ya mateso makubwa. Lakini kumbuka ndani yake Biblia inatuambia kuna utukufu. Ndani ya hayo mateso kuna utukufu mkubwa ambao bado haujauona, uko mbele yako. Uko mbele yako. Usiogope jaribu unalopitia. Usiogope teso unalopitia. Iko siku moja utaelewa. Tunapopitia mateso, Mungu anapotufikisha hapa tulipofika, ndipo tunapokuja sasa kuelewa kwamba Allah, kumbe hiki nilichokuwa napitia kusudi lake lilikuwa ni nini. Kwa hiyo iko siku moja utaelewa kwa nini Mungu aliruhusu usifanane na wengine. Kwa nini Mungu aliruhusu usifanane na wengine? Pito lako liwe pito lako, la mwingine liwe la mwingine. Siku moja utaelewa. Haleluya. Iko siku moja utaelewa na kuombea kwa Mungu, Mungu akupe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ninaufurahia huu ujumbe. Umenitia moyo sana. Akupe moyo wa kuvumilia, wa kustahimili, wa subira, wa kutegemea kwamba Mungu yupo atanivusha. Jina la Bwana libarikiwe. Katika kipindi changu cha mateso. Haleluya. Nikuombea Mungu akupe kustahimili. Mungu akupe uvumilivu. Naomba usimame hapo ulipo. Mungu akutie nguvu. Mungu akusimamishe. Uweze kupita katika hilo ambalo unapitia. Usiogope. Yesu alishapita, alishatutengenezea njia. Kama ametutengenezea njia na sisi tutapita, tutakuwa salama na tutakuwa washindi. Amen.
Mungu atuwekee wimbo wa kuabudu, alafu tuingie tumwambie Mungu. Kila mmoja ana changamoto yake, kila mmoja ana pito lake, kila mmoja anamhitaji Mungu, anahitaji msaada wa Mungu. Kila mmoja anahitaji msaada wa Mungu kwa Mungu aweze kumsaidia. Umwambie Mungu, ninatamani kupita pamoja na wewe, ninatamani kuongozwa pamoja na wewe, ninatamani Bwana kukuona, ninatamani Mungu wa mbingu na nchi kutembea katika jaribu hili nikiwa pamoja na wewe. Ninatamani Yehova nikuone, nikuishe Baba, nivuke kusudi lako lile ambalo umeliweka ndani yangu niweze kutumia kusudi lako niweze kutumia. Naomba tuimbishe wimbo ili ya kwamba tuweze Toka
jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, uweza wa Mungu, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakufungua na kukuweka huru, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya msalaba, ninakufungua kwa damu ya Yesu, ninakufungua ulinzi wako Yesu, kawe juu yako, katika jina la Yesu, ulinzi wako kawe juu yako, katika jina la Yesu.
Tunakuvua